Nimefanya hivi kwa maksudi mazima ili kuona namna gani shida hii tunaitatua na hatimaye yale malengo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha mkoa huu wa Kusini unapata umeme wa uhakika, lakini na Zanzibar kwa ujumla tuna umeme wa uhakika inatimia. Sasa kwenye wajenzi hawa wanafanya kazi nzuri sana. Kazi hii ina maeneo mawili. Eneo la kwanza hawa ambao wanajenga hapa, lakini kuna na kampuni ile ya ZTT ambayo inatoa kule Welezo kuleta hapa. Sasa hapa kwa upande wa kampuni hii nahisi kama kuna delay fulani. Niagize hapa na naomba haya maelekezo maagizo apewe Mheshimiwa Waziri kwamba tukae na wale wataalamu yule mkurugenzi au mwakilishi wa World Bank ambao wao waliidhinisha kwamba yule mtu apewe ile kazi ya kufanya wakati tayari mapungufu yalishaonekana mapema, waendelee kuzungumza naye. Hizi delay ambazo zinaendelea kutokea kwetu sisi, hizi ni vitu tusivyovipenda hata kidogo. Kwa hiyo waendelee kuzungumza naye ili tuone kwamba serikali mradi huu unakamilika kwa wakati kwa mujibu wa mikataba, lakini kazi hii ya upatikanaji wa umeme inapatikana haraka iwezekanavyo. Maelekezo yangu katika maeneo haya ni kuhakikisha kwamba mradi huu sasa unakamilika na hakuna delay ya aina yoyote. Vifaa kama ambavyo amesema ndani ya siku 2 vitaweza kupatikana kwa sababu inaonekana tayari vipo bandarini, na bila shaka wamesha confirm kwamba tarehe 17 vitakuwa viko site. Nashukuru kwa taarifa hiyo. Serikali tuko tayari kutoa ushirikiano kama kutakuwa kuna changamoto yoyote ya aina hiyo, lakini niwahakikishie wananchi wa Nungwi na vitongoji vyake kwamba Daktari Hussein Mwinyi amekusudia kabisa kuondoa kadhia ya maji mkoa wetu wa Kaskazini kwa ujumla. Tunaelewa mkoa wa Kaskazini kuna wawekezaji wengi, hasa wawekezaji wa mahoteli. Kiangalia nchi yetu inategemea sana utalii. Kaskazini wana nafasi kubwa ya kuchangia katika pato la nchi yetu. Tungependa sana huduma zile muhimu zote ziwe zinapatikana bila ya matatizo yote. Kwa kazi hii sasa tunakwenda kutimiza ile ahadi ambayo Mheshimiwa Rais aliiweka kwa wananchi wa mkoa wa Kaskazini, lakini pia tunakwenda kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kuona kwamba tumetekeleza kwa vitendo upatikanaji wa maji safi na salama kwa mkoa wa Kaskazini, lakini na kwa Zanzibar nzima. Eneo hili linahitaji kuwa na diko la kisasa kama ambavyo mmefikiria. Kwa kweli dhiki ambao walikuwa wanaipata wavuvi wetu hapa, ikinyesha mvua inabidi banda lilokuwepo watu wote lazima waondoke. Mazingira yao ya kufanya biashara hii hayakuwa rafiki, lakini hawakuwa na huduma mbalimbali ambazo walistahili kuzipata kama wavuvi, kama raia wa Zanzibar, lakini kama wananchi ambao wanaipenda nchi yao. Tumshukuru na tumpongeze Daktari Hussein Mwinyi kwa kuzaa wazo hili na sisi kutuelekeza tukaja tukaufanya mradi huu. Naamini mradi huu ukimalizika utaleta tija kubwa, utaongeza thamani hapa Fukuchani, utaongeza thamani ndani ya wizara yetu ya uchumi wa bluu, lakini utaongeza thamani kubwa sana kwa wavuvi wetu. Naamini wavuvi watafurahia mradi huu kwa sababu hata wale samaki wakitoka kuvua, kama soko halikuwa zuri kwa maana ya hakukuwa na wanunuzi wa kutosha, watakuwa na nafasi ya kuhifadhi samaki wao bila ya kuharibika. Mjenzi wa kituo hichi eneo ambalo limejengewa uzio na utekelezaji wake ushafikia overall 75%. Na kama nilivyosema awali kwamba kituo kile cha Makunduchi na kituo hichi cha Matemwe nani gharama zake ni dola milioni 23 bila vati, na mkandarasi ameshalipa karibu asilimia 30 ya gharama, na anategemewa kumaliza mwezi Novemba mwaka huu. Kuhakikisha kwa maana ukamilikaji wa mradi huu pia nao utaenda sambamba na zile huduma zote zinazotakiwa kuwemo ndani ya diko hili, ikiwemo boti ya uokozi ya diko hili. Hatutazindua diko hili bila boti ya uokozi, lakini pia kuwawezesha wavuvi wa eneo hili kwa kuwapatia vitendea kazi zikiwemo boti za kufanyia kazi, lakini pia kuwapatia nyenzo nyingine ambazo zitawasaidia katika kazi zao za kila siku katika shughuli ya uvuvi. Kwa hiyo Mheshimiwa Makamu